Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inadai kufichua hati zinazoeleza kwamba uvamizi wa Oktoba 7 mwaka 2023 uliofanywa na Hamas ulikuwa ni mpango uliofanywa na Iran, na kwamba Iran ndio ambayo imesapoti kila kitu kwa ajili ya Hamas kuishambulia Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amefichua hati iliyozuiliwa inayounganisha Iran na uvamizi wa Hamas Oktoba 7, na hati hiyo ilinaswa na wanajeshi wa Israel wakati wa uvamizi wa Gaza na kutumwa kwa kitengo cha kijasusi cha IDF. Waziri huyo wa ulinzi Israel Katz siku ya Jumapili alifichua kwa umma hati na mawasiliano kwa kile alichokisema ni uthibitisho wa uhusiano wa Hamas na Iran kuhusiana na kundi wanaloliita la kigaidi la Hamas huko Gaza linalotafuta msaada wa kifedha kwa uvamizi wa Oktoba 7. Hata hivyo, ilinaswa na wanajeshi wa Israeli wakati wa mapambano huko katika ukanda wa Gaza na kutumwa katika kitengo cha ujasusi cha IDF ambacho huchambua vitu vya kijasusi vya kigeni. Kwa mujibu wa Katz, waraka huo na mawasiliano yanaonyesha kuwa Hamas iliomba dola milioni 500 kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili kuiangamiza Israel wakati fulani kabla ya kuelekea uvamizi wa Oktoba 7. Zaidi ya hayo, waziri huyo wa ulinzi alisema kwamba mkuu wa masuala ya Palestina kwa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Quds kinachojulikana kama Izad aliidhinisha ombi lililotolewa na viongozi wa Hamas ambao sasa ni marehemu Yahya Sinwar na Mohammed Day. Hata hivyo, kulikuwa na ugaidi ambao ulipangwa na kuungwa mkono na Tehran. Israel Katz anadai kuwa Izad ilisema itaidhinisha usaidizi wa ufadhili wa ugaidi licha ya Tehran kuwa chini ya matatizo ya kifedha na vikwazo kwa sababu ya umuhimu mkubwa wa kukumbatia vita dhidi ya Israel na Marekani. Israel Katz ameongeza kuwa dunia lazima itambue kuwa Iran ni kichwa cha nyoka ambayo imeelekeza shughuli mbovu za Hamas, Hezbollah, Wahouth na makundi ya kigaidi nchini Syria pamoja na Iraq. Licha ya ufichuzi huo, idara ya kijasusi ya Israel imesema Iran haikujua wakati au mipango kamili ya uvamizi huo wa Oktoba 7, lakini imejikita zaidi kwenye wazo kwamba Hamas isingeweza kujiondoa katika uvamizi huo bila ya mafunzo, silaha na ufadhili wa jeshi la Iran IRGC. Hati hizo ni za Oktoba mwaka 2020 na Juni mwaka 2021, na Sinwar alizileta kwenye uwanja wake wa handaki wakati wa vita vya sasa. Mnamo Februari mwaka 2024, IDF ilitoa hati ambayo ilipata kutoka maeneo ya handaki huko Khan Yunis, ikionyesha uhamisho wa dola milioni 154 toka Iran hadi kwa kundi la Hamas. Mnamo Februari mwaka 2024, IDF ilitoa hati ambazo zilipata kutoka maeneo ya handaki hilo huko Khan Yunis, ikidaiwa kuonyesha uhamishaji wa dola milioni 154 kutoka Iran kwenda kwa Palestina, hasa kundi hilo la wapiganaji la Hamas. Hata hivyo, ilionyesha bahasha za fedha zilizotolewa kwa Sinwar na kukamatwa kwa kiasi kikubwa cha fedha cha Hamas ambazo ziliachwa baada ya kifo cha Sinwar. Basi mtazamaji, hayo ni ya bwana Israel Katz, waziri wa ulinzi wa Israel, akidai kwamba Iran imehusika kwa kiasi kikubwa katika kuivamia Israel wakati wa mashambulizi yaliyofanywa na kundi la wapiganaji wa Hamas wa Palestina mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Endelea kutufuatilia na bila shaka na wewe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.